Bwana, uongozi wa klabu ya Simba Sports Club unatarajia kukutana kwa ajili ya kupitia orodha ya majina ya walimu ambao wametuma wasifu wao kwa ajili ya kwenda kukaimu kwenye nafasi ya kocha mkuu ambayo ipo wazi ndani ya klabu hiyo hivi sasa. Sasa kiukweli hili ni jambo ambalo Simba wanalichukulia kwa uzito, na ndio maana unaweza ukawa unaona kwamba hakuna updates za mara kwa mara kuhusu nini hasa ambacho kinaendelea ndani ya uongozi kuhusu mustakabali wa swala hili. Yani halijakuwa linazungumzwa na klabu yenyewe official, lakini viongozi wanatarajia kukutana, na mpaka sasa hivi yapo majina ya makocha ambayo yameshaanza kufanyiwa mawasiliano. Yani yapo majina ya makocha ambayo yanaripotiwa kwamba kuna mawasiliano yameshaanza kufanyika kwa ajili yao. Majina hayo yanayotajwa zaidi ni jina la mwalimu kutoka Uhispania Toni Kosano, lakini mwalimu mwingine ni Steve Barker ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Stellenbosch, raia wa Afrika Kusini. Sasa hapa maanake Simba wanachojaribu kukifanya kwa maana ya kufanya mawasiliano, kwanza inawezekana wamefanya mawasiliano moja kwa moja na hawa makocha au mawakala wao, lakini pili ni wazi kwamba licha kwamba kuna orodha ya majina ambayo itakwenda kupitiwa viongozi watakapokutana, lakini ni wazi kwamba hawa ni walimu ambao wanaonekana wanawavutia zaidi Simba kwa sasa hivi, na ndio maana kuna mawasiliano ya mapema yamefanyika kuweza kujua, je, hawa walimu wana interest, yani wanavutiwa kwa sasa hivi, wanapatikana. Huyu Toni Kosano anapatikana, ni mwalimu ambaye hana klabu. Steve Barker kama nilivyosema ndio mwalimu mkuu wa klabu ya Stellenbosch. Kwa hiyo hapa Simba wanataka kujua kwamba hawa walimu wana interest, wanapatikana, mahitaji yao ya mshahara yakoje, na maono yao kuhusu namna wanavyoweza kuisaidia Simba kwenda mbele yanaweza yakawa ni yapi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo sasa vinakuwa vinazungumzwa kwenye mazingira ambayo mwalimu anakuwa anatafutwa kama hivi. Haya ndio ambayo wanajaribu kujulikana kutoka kwake, lakini kiufupi ni kwamba walimu ambao wanatuma CV zao kwa ajili ya kuja kukinoa kikosi cha Simba ni wengi. Kwa hiyo viongozi watakutana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapitia orodha yote ya majina, na mwafaka ni kuja na majina matatu ambayo watakuwa wameyapitisha kwa pamoja viongozi, kwamba kwenye orodha ya majina yote ambayo watakuwa wameikusanya, majina matatu ya juu ambayo wao watakuwa wameona kwamba yana nafasi kubwa zaidi, ndipo mchujo wa mwisho upigwe, aweze kupatikana mwalimu ambaye anaweza akafanywa interview au akapewa kazi moja kwa moja. Sasa hawa ambao wametafutwa mpaka sasa hivi, inawezekana wakawa sehemu ya hao watu watatu wa mwisho, au inawezekana wasiwepo, kwa sababu viongozi watakapokutana mara baada ya kuwa wameshawasiliana na baadhi ya makocha katika hatua ya awali, mwafaka unaweza kubadilika, unaweza ukawa unaongea vitu tofauti kwenye kikao, yanaweza kupatikana majina ambayo yakawa yanawavutia zaidi watakapokuwa wamekutana na viongozi. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba hili swala hivi sasa Simba wanalichukulia kwa uzito mkubwa. Unajua, ukweli ni kwamba kwenye swala la kwenda kumchukua Dimitar Pantev mara baada ya Fadlu kuondoka, ni wazi yale maamuzi yalikuja kwa kuambatana zaidi na hisia. Ni kwa sababu ya kile ambacho Dimitar Pantev alikifanya dhidi ya Simba akiwa na klabu ya Gaborone pale kwa Mkapa. Ile ndio ilikwenda kutrigger reaction kutoka kwa viongozi kwamba huyu anaweza kuwa mwalimu sahihi. Yaani watu waliona kwamba kupitia kile ambacho alikifanya kwenye mchezo mmoja angeweza kuja kuwa mwalimu sahihi kwenye kikosi cha Simba. Sasa basi, kuwa mwalimu sahihi, kutokuwa mwalimu sahihi, huo ni muktadha mwingine, na hii haisemi chochote kuhusu Dimitar Pantev yeye binafsi, lakini ukweli ni kwamba hakukuwa na utulivu kwenye uteuzi wa mwalimu kipindi kile. Hivi sasa Simba wanataka kuhakikisha kwamba huo utulivu unapatikana, na nafasi ya kutulia wanayo, kwa sababu hivi sasa hakuna pressure ya michezo ya kimataifa, hakuna pressure ya michezo ya ligi. Timu inafanya tu mazoezi ya kawaida kwa wachezaji ambao wamebaki kambini na hawajakwenda kujiunga na timu za taifa. Kwa hiyo kuna utulivu, kuna nafasi ya viongozi kukaa chini na kuamua kwa utulivu ni nani ambaye anaweza kuja kuwa mtu sahihi wa kwenda kuiongoza timu hiyo. Mwafaka kabla ya mchezo dhidi ya Azam ulikuwa unaweza kuwa unaonyesha kwamba pengine Matola angeweza kukabidhiwa permanent job kwenye upande wa kocha mkuu, lakini kile kilichokuja kutokea dhidi ya Azam kimebadilisha narrative kiasi fulani. Ni kama vile kuna baadhi ya viongozi wanakaa wanaona okay, pengine labda kwenye swala la kuwa kocha mkuu wa muda mrefu inawezekana yakawa ni maji marefu kidogo kwa Matola. Kwa hiyo kuna haja ya viongozi kukutana, kukaa kikao, kuhakikisha kwamba kuna mwafaka wa mwalimu ambaye atakuja kuwa ndo kocha mkuu mpya, na pengine nafasi ya Matola ikaendelea kuwepo kama ambavyo tulikuwa tumezoea kumuona kipindi cha nyuma akiwa ni msaidizi katika klabu hii.